taifa letu. Kitu muhimu ninachotaka kusisitiza hapa katika hotuba yangu ni suala la kutunza amani ya nchi yetu. Suala muhimu kutoka hapa katika mkutano mkuu huu maalum ni kwenda kujipanga kikamilifu katika maeneo yenu ili tuweze kupata wagombea wa kukiwakilisha chama na kukiletea chama chetu ushindi katika uchaguzi huu. Pia viongozi wote wa chama ngazi za mkoa, wilaya, kata, tawi, mjiandae kikamilifu na kuhakikisha kila eneo ambalo tuna mgombea vifaa vyote vinavyohusiana na uchaguzi vinakuwepo ili kuondoa mapingamizi yanayoweza kujitokeza katika harakati za uchaguzi. Waheshimiwa wajumbe wa mkutano mkuu, mnayo kazi kubwa sana ya kuhakikisha chama chetu kinashinda na kushika dola, kwani Watanzania wanahitaji mabadiliko ya kiongozi, kifikra, kisiasa na kiuchumi. Hivyo wanahitaji chama mbadala ambacho ni NLD kupitia kwa mgombea wake jasiri Jemedari Doyo Hassan Doyo. Hivyo usiwaangushe Watanzania. Waheshimiwa, kutokana na mabadiliko ya sheria ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, chama chetu kina imani kubwa ya kushinda uchaguzi huo wa mwaka 2025 Oktoba. Hivyo tunaitaka Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi iandae uchaguzi ulio huru na wa haki. Uchaguzi huo utoe taswira ya ukuaji halisi wa demokrasia katika nchi yetu, lakini pia kuondoa malalamiko yanayojitokeza kila baada ya uchaguzi. Kwa kufanya hivyo, kutatuletea heshima kubwa taifa letu na jumuiya za kimataifa. Hivyo wana wajibu wa kuhakikisha kuwa uchaguzi unakuwa huru na haki na kila mtu anaona haki inatendeka. Kuhusu ubadhirifu wa fedha katika mashirika ya umma, ni waahidi wa Tanzania wote na chama changu, endapo Watanzania watanipigia kura kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, basi mtegemee mambo makubwa kutoka kwangu. Watumishi waliosababisha upotevu wa mali za umma tutawakamata mara moja. Yaani nikishakuwa rais, wale watumishi ambao wamesababisha hasara katika mataifa ya mashirika ya umma, mimi sitawasifia kwa kupunguza hati chafu. Mimi serikali yangu ninakwenda kuwakamata kwa sababu wameshatuhumiwa kutokana na taarifa ya CAG. 2, wakibainika kuwa wamejichukulia mali ya umma, tutatunga sheria kali ya kutaifisha mali zao na kufungwa jela na viboko 24 kila mwaka kwa kuwaibia Watanzania mali. Adhabu hiyo itafanya na ikatengwa siku maalum ya taifa kwa ajili ya tukio hilo. Kwa kufanya hivyo, kutaletea heshima kwa watumishi wa umma na kuleta uoga wa kukwapua mali ya umma. Yaani serikali yangu itakayoongoza, kama nitachaguliwa na Watanzania, wale watakaobainika kwamba wamefilisi mali ya umma wanakamatwa na kufunguliwa mashtaka. Wakati wanapelekwa jela, katika adhabu yao kutakuwa na viboko 24 kila mwaka. Vile viboko wakati wanatandikwa inakuwa siku ya taifa, badala ya kuwa siku ya mashujaa. Sasa tunakuwa na siku ya kuwatandika viboko watu walioiba mali ya taifa lakini wakiwa jela. Kwa hiyo kila mwaka tunakwenda uwanja wa taifa, tunatangaza na magari, watu wanakwenda pale taifa, watu wanakula viboko 24 kila mmoja ili kukomesha watu wanaoiba rasilimali ya taifa hili. Kwa kufanya hivyo, tutajenga nidhamu ya watumishi wa umma kuogopa kuiba mali za umma, kwa sababu zinakwenda kuwadhalilisha na huku familia zao zikiona wakipigwa viboko, na TV zote za nchi hiyo ya nchi hizi zitawekewa sharti maalum